kwamba mimi mhudumu wa guest, mimi na wewe wote wahudumu wa guest. Wewe uko getini, mimi niko ndani. Wote tunahudumia guest. Hem, niache bwana. Ya, dakika za jioni. Mtoto watu waboko padogo. Ila mimi roho yangu. Kipenzi changu nampenda. Msomali. Mdogo wako yuko kuchochukui. Kuacha mapenzi. Kazi yangu sera, paka mama kachoka. Kila siku wavishi vibweka. Usela, utwana shikapanga. Ukinizingua mekuangusha. Sister. Vipi naona te tu unajua mazingira yako bonjoli baridi ndani. Mazingira ni kivipi? Unauliza vipi sasa? Wakati unajua kabisa ndani kuna kiroba kimejaa shendele hia. Watakuna mboja tu dongo ndani kweli? Kwa hiyo dongo ningetoa bila mboga. Oya, kipi hicho mkubwa nyuma alikuwa analimaga matembele ninapokuambia usiku karibu na uwa. Sasa watakuniambia una akili ya kujiongeza nichukue maji nini sasa nitamwona nikapage mwage nini ile pale ile na kwa kibosi alafu wewe mtoto wa kike unajua usiku bwana jiangalie mikono. Sio kusema labda mikono yako una laini kama pamba nini kwamba mikono ngingilingaa kazi si unajua unaweza kulipa. Alafu wewe mwanamke au sio? Kwa hivyo ni makija changu utegemea nini? Ndio mimi nakwambia bado mtoto unakufa au sio bwana? Sasa unategemea kile kijana unaenda kununua mboga gani? Fungu lenye la samaki moja linauzwa buku au sio bwana? Dagaa kamba yenyewe wale pale ukiruka na buku au sio bwana? Alafu nataka kuniambia tunagawana jelo. Ndio hapo unazima kama pele yani zima ngoma mjomba. Bwana nisikilize ukinichanganya hapa hivyo nimevurugwa kinoma. Sister. Fahamu kabisa mimi sikupingi miaka 2000 na ninakwambiaje? Fahamu kwamba sani tupo. Wewe sikulamba hotelini mjomba. Walafu. Aingie kwa ghafla, kumbe mitego. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushogake mama. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa ushogake mama. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushogake mama. Jo pesi, jo. Haya, angalia, saa hizi saa ngapi? Saa hizi saa ngapi? Mpaka saa 5 hii, mpaka uamshwe ndo uende kazini. Kweli? Ulipitiwa nini? Kazi umepata jana tu mwanangu. Leo unafanya mambo kama haya. Bosi gani atakubali jambo kama hilo? Sawa baba naenda nisamee tu. Samani ya nini? Shangazi zako wote wakuwa kama wewe. Wewe unafanya usembe kwenye kazi? Aya, unatakiwa kwenda kazini sasa hivi. Aya, na hayo mavazi gani tena? Baba kazini ndo tunatakiwa kuvaa mavazi kama haya. Haya, kazi gani? Baba jamani, mpaka nikwambie ni kazi gani? Bosi ametuambia tuvae tu hivi, hataki kuvaa kama wamama. Haya, wahi kazini upesi. Ajabu umezingua sana. Yaani umezingua kweli kweli. Hivi unajua sasa kama yule Kisoda si ndo tunaishi naye mtaani hapa kwa pamoja. Mama yake ndo anayemtegemea yule jamaa. Leo hii unakuja kumutia mwizi na wenzao wanataka kumuua. Je, mngemuua je ingekwaje? Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli? Sasa kosa langu liko wapi hapa? Unaona matendo yake kweli? Kwa mfano labda mngemuua. Mama yake sasa angetuonaje hapa mtaani? Au tungeishi vipi sisi mtaani hapa? Unachukulia poa. Sikiliza mdogo wangu. Mimi Kisoda wako nikaba kunichukulia pesa yangu. Kisoda huyu wakunikaba mimi nauliza. Na sio tu kumvunja. Ina maana nilikuwa nataka nimkamate, nimtoe manyangali, nimngate, nimtafune, nimuue kabisa. Yaani na bahati. Kwa sababu ukija kuangalia, mimi mwenyewe upataji wangu ile unajua ni mgumu sana si. Mjumbe Robert Nyang'achura. Lakini dakika mwisho anakuja kuniletea unyonge. Mimi sipendi unyonge unaelewa. Babangu mimi alikuwa ni brigedia, sio kama babako wewe. Ndio maana mimi na uchungu na roho ya kikatili. Tofauti na ulipo wewe. Yaani nikimkili. Ndugu yangu bwana. Yaani mimi ningejua ninachomwambia chote atakuja atajirekebisha. Lakini hana chochote alichonielewa ndugu yangu huyu. Maisha aliyachagua si maisha gani dada. Kaka, hayo ndio maamuzi ambayo mimi nimeyachukua. Sawa dadangu. Maamuzi uliochukua si mabaya, ni mazuri sawa. Lakini dada,
Ni binti wa aina gani anaweza kumpenda yule mjomba wangu? Huyo binti kwa kweli yeye amemridhia kwa kila hali. Yeye anachosema nia yake tu apate mwanaume atakayempenda kwa dhati kutoka moyoni kwake. Ndio lengo lake kuu, lakini hayo mengine yote yeye ayaangalia yeye. Huyo binti kutoka kwa gani? Baba yake huyo binti alikuwa rafiki mkubwa wa marehemu mume wangu. Ukoo wao ni ukoo wa Mzee Mtengwa. Huyo baba mwenyewe alikuwa anaitwa Mlisho. Basi sawa, jambo la kumshukuru Mungu hilo. Ni kweli kabisa. Huyo shangazi yangu mimi yuko wapi? Sonia. Bwana Sonia kapata kazi. Tunakurupushana hapo kikili hivi na hivi, anaondoka kazini kapata kazi. Unajua sasa hivi viwanda ya Ebo, Lasta, Tailizi, Aluminium, viwanda chungu mzima. Basi naye kakota kazi huko, basi timbu lipo, lakini kazi yenyewe tunapelekeshana kwa mshana huko ndani. Jambo zuri sana. Sasa usichoke kumkurupusha hivyo, maana anaonekana kabisa Sonia ni mvivu. Usichoke kakaangu. Sichoki kwa hali. Mimi sasa nikuache. Utakupita ndani? Sasa napita ndani kuna nani? Angekuwa wifi yangu kweli ningesema naenda kuongea na wifi yangu. Haya wewe tena uanze ukakaa jikoni unipikie mia dadako. Umeliona. Naenda zangu nyumbani mimi. Haya bwana, nisalimie huko nyumbani. Haya, akija bibi namsalimia. Haya. Ulizani hatutakutana. Ulizani si milima. Sisi ni binadamu, tunakutana kokote pale. Sisi ni people, tumeonana na umeonana na jangili. Sasa basi, sina maneno mengi. Nadhani kitu ulichokifanya unakijua. Sawa? Ulichukua buku yangu. Na sio buku tu, mmenipiga. Wale baba wamenipiga. Nimepata maumivu. Sasa basi, tumalizane. Nipe 50,000 na naunganisha na buku yangu umo. Kama una nakubaka. Mchana kweupe, mimi nimevurugwa, mimi ni chizi. Sawa, nishaenda Milembe, nimeshaenda Dodoma. Sawa, nataka buku yangu ama nipe 50,000 yangu sasa hivi. Wewe kaka vipi? Yaani mwezi siku sijapata hata shilingi $1,000 alafu unasemaje utaka 50,000? Wewe kaka vipi umevuruga? Nini? Simama kama wewe mtoto wa kike unajiamini. Kumbe muoga, nimekutisha t-shirt umekujambisha. Mbio nyingi. Ningekukamata ningekulamba mwiko. Kama niulize Bifri, mama hapa yupo, tuko peke yetu. Kama kuna swali linalohusu mimi, basi niulize. Kama kuna swali linalohusu mama, yeye ndo alionizana na mjua vizuri, nitakujibu. Wewe ni mwizi? Mama aliniambia kwamba hata hiyo jeraha ambalo unalo kichwani ulienda kuiba huko na ukapiga sana. Basi ndio mimi mwizi, lakini nilikuwa mwizi zamani, sio sasa hivi. Lakini hata kama kweli mimi ni mwizi, mama inamhusu nini kuja kukwambia wewe kwamba mimi ni mwizi? Kwa hiyo mama anatangaza, si ndio? Anapiga la mgambo kila sehemu, mwanangu mwizi, si ndio? Imeniuma sana. Mimi ni mwizi, lakini shahada sasa hivi si hivi. Niko hapa mstaarabu, nimekaa zangu hapa ndani kimya. Alafu wewe mbona kijana mzuri sana? Kwa nini usiache wizi? Usiache kuvuta bangi? Makundi ya ajabu. Uone kama unamdhalilisha mama? Na pia hata maisha yako pia yako hatarini. Kwa nini usibadilike? Mfano kama urafiki yako anakuja hapo juzi. Rafiki mwizi, mvuta bangi. Una haja gani kukaa na watu kama wale? Badilika. Mpe furaha mama yako. Lakini nataka nikushauri ufanye mpango utafute mwanamke mzuri. Uoe. Hapo kuniambia mwanaume mzuri hapo umeniongopea. Mimi ukiniangalia mweusi.
pua yangu kubwa kama pua ya mbwa, pua imetanuka. Nina uzuri gani? Na ukisema kuiba, kuvuta bange, kama nilivyokuambia, nishaachana na watu hivyo. Hilo swala la kuoa ndio kuna ugumu. Mimi hapa nilipo nioe, nina nini? Nina kipi cha kumuolea mtu mimi? Maisha yangu magumu. Hapa nilipo mpaka nimsubirie mama arudi hapa. Akisharudi ndio ngine nina shida 5,000, 15,000, nimuombe nikanunue nguo. Bado mipango yangu haijakaa sawa. Hapo hapo nikienda mtaani, nikionana na jogoo, labda mfano anatembea tembea tu mwenyewe na unaona jogoo kama vile ana baba yake, ana banda. Nikimchukua naambiwa mwizi. Ndio nimepiga mpaka nipasuka namna hii. Mambo haya kwa mimi haya nitaweza wapi? Kazi yangu kwenda kwenye ndoa za watu kusherehekea, kidogo kuna pilau, akapania na mimi basi. Sawa. Ila niamini mimi kuna mwanamke mzuri sana kwa ajili yako. Ila tu ukibadilika. Nishabadilika. Ila natafuta kazi. Mama kuna sehemu alikwenda huko, kaenda kaniombea kazi. Unajua mimi nikwambie kitu cha gati mama. Mimi nimesomeshwa sana. Mimi unavyoona hapa nilipo, nimefika mpaka form 6, nikapelekwa chuo. Swala la kazi mimi niko na nguvu na zoezi mimi. Unaona kazi naenda saa 1 kamili niwaemisha kamilika kazini kwa mimi kazi sita. Kwa sababu babangu anaendelea hivi. Babangu anaendelea kama yai. Mimi mtu akuletea watu chips yai pale, leta asubuhi mayai asubuhi na chapati kwa mimi mesha. Kazi za kwa asubuhi kwenda kule nikazikataa. Lakini mama akaniambia baba ameshafanya. Na wewe kila siku majana wewe tena kazini. Na mimi nimekubalia. Kwa hiyo nadhani mpaka Jumatatu hiyo inayokuja nitarudi kazini na nitakuwa nafanya kazi. Kwa hiyo nishaachana na kila kitu. Lakini kwenye ndoa kwanza hapo bado mpaka nijipate kufeli. Sawa. Tuachane na nina kitu ndio kunisaidia. Kitu gani? Pale chumbani kwangu kuna socket kidogo inaita shida. Mimi naomba unisaidie kanti. Sasa jamii kwa sababu ndio mimi sio mtu jangu. Kuna fundi mmoja hivi anamuita fundi J, yuko pale polisi jamii pale. Kwani mpigie simu, ashatengenezaga feni hapa, ashatengenezaga feni. Bwana sumbua sana kwa ina vumbi kwa ndani. Kaja akafumua mavumbi, kaja mafuta pale kanazunguka mpaka leo. Kwa hiyo huko kama kuna sehemu na matatizo kwa nini? Sasa yaani kitu kidogo tu kile lazima mpaka umwite fundi. Kila kitu mtu kasomea, sasa mimi sijasomea mambo hayo. Mimi nichosomea mimi mambo ya simu. Haya wasimu katezea umeme nipigwe shoti. Wewe nipigie fundi J bwana anakuja. Acha nimekwambia nitaenda kutengeneza mwenyewe. Sawa. Wewe unatengeneza mwenyewe? Sawa. Sisi niko chumbani hapa mambo kana. Sawa. Isi mama akija bila tazama huko. Mimi sasa pale kufikia hapa nimeshinda. Tatizo lako ni moja, unachelewa sana kasi. Hasa yule kusiona. Yeye itakiwa afike saa 2, lakini mpaka sasa hivi hajafika kazi. Ila itakuwa afike saa 4, afika kazini saa 5. Samahani sana bosi. Ila hilo halitojirudia tena. Leo nimechelewa kwa sababu babangu nyumbani ni mgonjwa. Na mimi huwa naamka asubuhi na mhudumia. Ila hiyo tabia haitajirudia tena maana nimeshazungumza na shangazi yangu. Amekubali kunisaidia kumhudumia baba nyumbani. Okay. Haina mbaya. Kuna binti nimewasiliana jana anatakiwa aje kufanya kazi hapa mapokezi. Leo asubuhi wakati anajiandaa kuja huko alipata ajali ya bodaboda. Kwa hiyo amevunjika miguu yake yote miwili. Hivyo nikaona kutoka na wewe na kazi yako ya usafi kwamba sasa hivi naona bora tu achane nayo, nataka nikuweke wewe hapo ukae. Nataka nikukabidhi hapa kwenye kaunta pamoja na vyombo. Asante sana bosi, asante sana kwa nafasi ulionipa. Hakika nitaitendea kazi yangu hadi. Nashukuru sana. Sawa, usijali. Na kingine kuhusu masuala ya vyumba nayo pia huko utazingatia wewe. Maelekezo yote nimekuandikia hapa kuhusu bei ya vyumba na masuala ya vinywaji yote nimekuwekea hapa. Kwa hiyo kila kitu utakiangalia hapa na maelekezo yote hapo hapa. Nadhani tutaelewana kwa swala hilo, si ndio? Na shida bosi. Okay, mimi nikutakie tu kazi njema na kazi uianze sasa hivi, sawa? Asante bosi.
Mbona pwampwi mpo kibao? Alafu una ema, si unajua zile. Kuna shida gani huko wewe mjomba? Yule mkakati wa mkabajala kule bondeni. Nimekutana naye kasema anataka buku yake na sio buku yake tu. Na maumivu tunaomba kasema anataka alipwe. Na akasema tusipomiba buku yake atanibaka mchana kweupe. Atakubaka. Nisikilize nikwambie mdogo wangu, maji ya moto hayaunguzi nyumba. Sawa sawa. Achana naye, alafu mtendaji anatenda. Sio mtendaji kwamba anabahatisha, sikufichi. Angekuwa mtendaji angeshatenda, baridi tu ezima ngoma. Yaani wewe unaongea kichwani kuja huko hata usingekupa na maboja ovyo. Sasa wewe, mimi nishakwambia kila siku kwamba huruma sio malezi. Alafu mimi mwenyewe sometimes mpaka na mimi na force na itakipaseli omboi. Oya, mimi nishaitiwa sana mwizi. Ninavyokuambia lipi mwanangu hapa na panyewe. Mimi mguu wa kutoka nenda kuforce riziki alafu nikirudi shebele. Yaani ati sikule mngenipa hata jelo, ningeje mkamila mlipaje hata hiyo buku yake. Unazingua. Wewe tulia mimi nikaforce au sio bwana, nakuletea kula, alafu kila kitu kinakuwa kimekaa shega shebele shenko mjomba.